Tutakuwa tunazungumzia masuala ya siasa. Tuko na leadership expert anaitwa Steve Ngari Makindu, tutakuwa pia na yeye katika masuala haya pia. Nadhani tuwatambulishe. Bila shaka karibuni sana katika studio zetu hizi za Radio Maisha. Nianze na upinzani. Ambaye ako upinzani anze kuongea. Mimi sitaki kusema nani ako upinzani. Kama si uko upinzani anza kuongea. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Musa Tipape Naini. Nimetoka Kajiado County. Na kwa kweli mimi niko United Opposition. Ambaye tuko na chama kadha. Tuko na Wiper kiongozwa na Kalonzo Musyoka. Tuko na DCP ambaye inaongozwa na Rigiji. Tuko na Linda Mwananchi ambaye iko pata ilikuwa pate ODM. Tuko chama kadha na chama ya Safina. Kwa kweli mimi kwa sasa mimi ni member wa Safina. Kiongozi wetu ni Jimmy Wanjigi. So na chama zingine ambazo ziko United Opposition na Jubilee na zinginezo. Agenda ya Safina ni nini? Agenda ya Safina ni umekuwa ukisikia kiongozi wetu akiongelea mambo ya uchumi. Na kwa kweli sasa hivi Kenya tuelekei vizuri. Na wakati tutapoanza mada nitaeleza vizuri kwamba chama chetu ama cha Safina kinaongelea zaidi mambo ya tax, vitu kama zile, kodi. Na hali ya kodi, vile tuko na vile tutaweza kuinua uchumi wetu na pia ku-strengthen ugatuzi na mambo kama yale. Steve Ngari Makindu, kwa hivyo kumaanisha wewe ndiye wa serikali. Habari ya serikali ikoje? Iko sambamba? Kwanza kabisa asante sana ndugu zangu kwa kutualika katika mjadala huu. Karibu sana. Kwanza Kiswahili chenu zinatishia. Washindwa sasa tutapitia wapi, lakini tutangangana na hiki. Uko tu sawa. Kwani Kiswahili hakikufika Mbeere North? Unajua ilikuja na meli. Wakati ilienda kufika huko Mbeere North kama ilikuwa kwa mkokoteni, lakini tunajikaza. Serikali iko imara. Ndio. Mheshimiwa William Ruto amejikaza kabisa. Anapenda wa Kenya. Na ako na naibu ambaye ametia bidii kabisa. William Ruto alisema ako na the best deputy ambaye kuwa naye kutoka anza uongozi. Kwa hivyo unaona kwa sasa hakuna kelele kwa serikali na tunajikaza kuhudumia wananchi. Mbunge wa Ndia ni mwananchi mzalendo, napenda tu serikali. Ukisonga nyuma mikrofoni na kuacha, kwa hivyo itabidi ujue venye utakavyokaa kwenye hiyo mikrofoni. Kwa sababu mbunge wa Ndia unamjua, si ndio? Namjua ule. Anaitwa Peter Kariuki. Amesema nyinyi watu wa East na West mnavutana sana. Kwa hivyo Kirinyaga iko katikati. Kwa hivyo kile kiti cha naibu rais anaona akabidhiwe yeye. Sisi tunakubaliana na mtu yote ambaye hako na ambitions. A man without ambitions is as good as dead. So ni vizuri mheshimiwa amepata hiyo ambition ya kutaka kuwa naibu wa rais, na ni vizuri pia amesema wao sio na Mount Kenya West. Sasa sisi tunajua vizuri sana, hata watu wa Kirinyaga kitambo, hata siku hizi mahali karibu ya kwenda hata hospitali ni Embu. Hawa ni watu wa Mount Kenya tu East. Ni vile tu ule mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta akakata wao wakarudi West, lakini hao ni majamaa wetu, ni wa Mbeere, wa Embu, watu wa Meru ndio walihamia pale Kirinyaga. Hata ukisikia lugha yao haiambatani na hao wa West. Kumaanisha huu mlima mumeukatakata sasa mara 3. Mlima itakatika hata mara 5 kwa sababu kuna Mount Kenya East, kuna Mount Kenya West, kuna Kiambu yenye sio katika mlima. Sasa wao Kirinyaga wakitaka kujikata pia tunawakaribisha, kwa sababu ukiona watu wakisema wataki kuungana na wengine kumaanisha wamedhulumiwa.
The people have been taken for granted. Ndio. Na wamesema hapana, sisi wacha tujisimamishe ndio tuonekane. Sasa hiyo ni kama tunapigania uhuru wa pili wa watu wa Mlima Kenya. Sasa hiyo mimi naona ni jambo la busara sana, na nataka yeye atake hiyo kiti, lakini ajue imekaliwa sambamba na mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Kabla twende kwa upinzani, labda hii imekuwa ni ajenda ya kukatanisha mlima kutoka kwa msukumo, labda kutoka mahali fulani, imekuwa ni ajenda, maana mlima umekuwa ukizungumza na sauti moja miaka hii yote. Sasa hivi tunaona shinikizo kutoka kwa Waziri Ruku kuwa mlima ni wakati wa East na West Mheshimiwa Waziri Ruku amekuwa tu mjasiri sana. Akasema anaona makosa inaendelea kufanyika, wacha aongee. Na sio ya wa kwanza kuanzisha hiyo mjadala. Kulikuwa na Kiraitu Murungi alijaribu kusema sisi watu wa East tuangaliwe. Sauti yake haikuwa kubwa. Kwa kuja wengine kama Munya, kuja wengine kama Linturi, kukakuja wengine kama Muturi. Kwanza Muturi siku moja, kama unaweza kumbuka, huyu JB Muturi alienda pale Murang'a, akatawazwa kuwa mnenaji wa Mlima Kenya. Akakaa pale Mukuru wa Nyagathanga, mahali Wakikuyu naamini ndipo walitoka. Wakati alitoka pale, ilisemekana nguruwe imeingia ndani ya msikiti. Walitakasa hiyo mahali na ikakuwa tena hajakuwa mnenaji wa mlima. Sasa mimi nataka kueleza hivi, hakuna mtu ametumwa na mwingine. Sisi tumeangalia tukashindwa. Tumekuwa mlima moja kutoka Kenya ipate uhuru. Tukakuwa hata ukihesabu ile miaka sisi tumekaa kama mlima tukiunga na watu wametoka pande ya juu ya West ni miaka 64. Kutoka mwanzilishi wa taifa Jomo Kenyatta wakakuja wakati Moi kulikuwa na Kibaki, kulikuwa na Murumbi, kulikuwa na Saitoti mwenye alikuwa anaitwa Kinudhia. Tukatoka hapo tukakuja Kibaki akakuwa rais. Kutoka hapo tukakuja, sasa unaona sisi tulikuwa mlima moja. Huyu ambaye alibanduliwa kama Gachagua huyu, wakati alibanduliwa, Mheshimiwa Rais William Ruto akaona kweli hii kiti nilikuwa nimeambia watu wa Mlima Kenya nitawapea. Na mjue kiti ya naibu wa rais ama running mate si kiti ya kuchaguliwa. Rais amepewa jukumu ya kuchagua mtu yeyote ambaye swali langu kidogo unahepa swali langu. Swali langu lilikuwa ni rais anazungumza akiunganisha jamii. Tumemuona maeneo mengi. Imekuwaje nyinyi wafuasi wa eneo la Mlima Kenya wa rais mnataka kugawanya mlima wakati rais mwenyewe anazunguka akiunganisha watu wa Kenya mbalimbali? Si unafiki huu? Hapana, rais anaunganisha Kenya mzima. Lakini akienda Nyanza anasaidia Wajaluo kama Wajaluo. Akienda huko kwa magharibi anasaidia Waluya kama Waluya. Akikuja Mlima Kenya atasaidia Wakikuyu kama Wakikuyu. Akikuja Mlima East atasaidia Wameru kama Wameru, Waembu kama. Na ukichukua wewe kitambulisho chako uliulizwa kabila lako, si kumaanisha wewe ni mkabila, ni kumaanisha tunataka kujua umetoka wapi. Na kwanza sisi unapata wengi wa Kenya wametoka minority tribes. Na katiba ikawekwa mpaka ndani ya katiba ikasema ya kwamba lazima kila mtu waangaliwe, na wale wadogo na wale wamefinyiliwa waangaliwe zaidi, kwa sababu hii Kenya imekuwa ya wale wengi. Ile kitu inafanya William Ruto rais wetu apigwe sana, kwa sababu amekataa kufuata msukumo wa kuangalia wale wanasema ndio wengi peke yao. Akasema pia Wambere wako, pia Waembu wako, pia Waborana wako, pia Wakuria wako. Na nataka kusema wao wote atawasaidia, kila mtu ajisikia Mkenya. Hautaacha kujisikia Muembu, hautaacha kujisikia Mudharaka, utajisikia Mudharaka lakini Mkenya zaidi, kwa sababu kiongozi wa taifa anashughulikia taifa nzima. Shikilia hapo tuende kwa huyu. Kabla tuende kuelezea kuhusu Lucky Box. Kwa sababu Lucky Box iko wazi na unaweza kushinda cash leo. Kwa hivyo wewe dial tu pale kwenye simu yako *889#, chagua box moja yako na ucheze kwa shilingi 30 tu peke yake. Ziko box pale unaweza kuchagua. Kwa hivyo wewe nenda chagua box yako. Huenda kati ya box hizo 6 basi ukawa na bahati yako usiku huu. Kwa hivyo bahati yako inaweza kuwa ndani ya box unayochagua. Kwa hivyo chagua, fanya nini? Bonyeza *889#, chagua Lucky Box yako, ni shilingi 30 tu, alafu unaweza kushinda cash. Kwa hivyo kazi ndio hiyo. Wewe bonyeza nini? Bonyeza *889#, uchague Lucky Box yako na
na unaweza kuibuka na kitu kizuri usiku huu. Tumsikize Musa. Musa, swali nataka tuchukulie mahali Bwana Makindu ameachia. Amezungumzia kuhusu swali lilikuwa ni rais anazunguka akisema anaunganisha jamii, lakini eneo la Mlima Kenya ni kama viongozi wa upande mmoja especially Mount Kenya East wanashinikiza kujigawanya. Unadhani kuwa ni unafi kama ni kujitafutia nguvu, na watu wa Mount Kenya East watasalia wapi iwapo mlima utagawanywa? Asante sana. Ya kwanza nataka kumkosoa ndugu yangu, sababu alipojieleza alisema mbunge former alikuwa naibu wa rais alikuwa anaitwa Saitoti, akasema ametoka Mount Kenya. Kwa kweli Saitoti alitoka Kajiado. Alikuwa anaitwa Kinodia. Hapana, hiyo jina Kinodia sisi hatumjui, anaitwa Kinoja. Sisi tunamjua kama George Saitoti. Na alikuwa ametoka Kajiado North, amekuwa mbunge pande ile. Kwa kweli ningependa kujibu hilo swali kwa kusema kwamba hiyo ni unafiki. Kwa kusema ukweli, kwa sasa kinachofanyika pale Mount Kenya ama mlimani ni ile ambayo tunaita divide and rule. Na ukisikia vile alivyojieleza, hata anataka kusema anataka igawanyike ikuwe 5. Si ndivyo ndio amesema? Ndivyo. Sababu kwa kweli kuna ukabila Kenya. Na wanaelewa vizuri kwamba kuna Waembu, kuna Wameru na kuna sasa the Kikuyu, but wote ndio Mount Kenya. Na hata inaweza enda hata mpaka hata pande hii ya Eastern pia. Mount Kenya ni kubwa vile anavyoeleza. Wetu hawa. Yes. Na kwa kusema ukweli niliona Grand Mula. Unamuelewa Grand Mula? Aliposta akasema ndio uweze kupewa naibu rais lazima uweze kujumulisha kura 2.5 milioni 2 na kwenda juu. Unavyoelewa Kenya kwa kweli ni ukabila. Na vile ilivyo sasa, kusema ukweli, Kindiki hakuna vile anaweza afikisha zile kura pale Mount Kenya. Na sasa hawa ndugu zetu wanaposema Mount Kenya East na West ni kumlimit Kindiki asiweze kufikisha zile kura ambazo zinawezekana. Na kwa sasa kuna shida kubwa, maana hata pande ya ODM wao wenyewe wanasema wanataka ile kiti ya deputy rais. Kwa hivyo kwa kusema ukweli, Rigiji alieleza kwamba Wafukuzaya kuambii toka. Wamemlimit deputy president wetu ambaye badala akuwe national figure ameletwa akuwe ni kama ana represent a certain section. Mount Kenya East. Yes. Kwa hivyo kusema ukweli, mimi ninasema hakuna kitu kama hiyo. Na wakati minister ama CS Duale anaita Wakikuyu fisi, na yule ni cabinet secretary. Naomba tutaje maeneo, tusitaje kabila specific. Alisema hivyo. Alisema hivyo. Hivyo ndivyo alivyotoa. Ndivyo alisema, lakini nataka tupunguze kutaja kabila. Sawa, lakini hivyo ndio alisema ni kudhalilisha ama ni kumueleza yule deputy kwamba nyinyi ondokeni. Hizo ndio dalili ya kufukuzaye kwa nyumba, anakuambia toka. Ndio waweze kupatia ODM waweze kuingia. Sasa kwa hali kama ile inaonyesha kwamba ile umoja wa inji hakuna. So kwa kweli kwa kusema hivyo basing na vile yeye amesema, hayo hakuna. Hiyo ni uongo mtupu, ni ukabila inayoendezwa. Ukifuatilia vizuri historia ya Kenya, kuna kitu inaitwa Kamatusa, kama unaelewa. Zile Nilots nazo wameshikana, na kwa kweli mazungumzo imekuwa ikielezwa kwamba kuna wale cousins Bandus, Gema, hao ndio cousins. Wale cousins wa Gachagua ama? Hapana, kulingana na historia tuko na Bandu speaking people, wale wanaoongea Kibandu na wale wanaoongea ambayo mimi mwenyewe nimetoka ni Mnailot, ni Ma. Kwa hivyo inataka kugawanywa kwa hiyo line ndio iweze na waweze pia kudivide pale Mount Kenya, na pia kuleta Kiambu ikae different kidogo, ndio waweze kuona kama wataweza kupasua zile kura, maana zile kura ni mingi, waone kama ile wave
na hiyo haiwezi work. Umeona pale Orkalao vile mambo ilikuwa kulichacha. Kidogo tumeongelea nyumba ya wenyewe sana ambayo ni serikali. Kabla umjibu, umeongelea kuhusu upinzani, ukasema kuko upinzani. Upinzani inasemekana hamna agenda, inasemekana kuna lolote mnazungumza, mkienda agenda ni one term, na pia mnakaa ni kama kuna kuungana. Upinzani umeungana, nyumba ya upinzani iko vipi? Inakaa kusambaratika. Kwa kweli tuko united. Unavyoeleza hata jina yetu inaitwa United Opposition. Tuko na chama tofauti na tuko kwenye mazungumzo. Lakini kusema ukweli, kurudia kosa ndio kosa. Mimi nimempigia Raila Amolo Odinga kura. Mimi nimeanza kupiga kura kuanzia mwaka 2007. Zote nimempigia mpaka Mungu alipompumzisha. Na kusema ukweli, kila wakati tunapoenda kufanya uchaguzi na tunashindana na mtu mmoja, huwa tunaibiwa. Na huwa tunasema hivyo. Na tunaenda ba Supreme Court. Kwa kweli hivi mimi advice yangu, ama kwa nini nimeenda mimi kwa Jimmy Wanjigi, sababu sisi tunaenda kwa ballot. Njia ya kumshinda rais wetu Ruto. Jimmy Wanjigi ametangaza. Si ndio ametangaza? Sikiza. Formula ya kumshinda ni sisi wote kufika pale, asifikishe ile threshold ya 50+1 vote. Hakuna vile anaweza fikisha. Kwa sababu unafaa kuelewa kwamba yeye mwenyewe amejieleza, na hivyo iko kwamba Wakenya wako na ukabila. So nia ya Jimmy Wanjigi si kushinda uchaguzi, ni kufanya mtu asishinde uchaguzi. Anashinda, lakini mimi nakueleza kwamba sisi pale tulivyo tuko na chama mingi. Na bado tunazungumza. Na tunaweza leta mmoja. Hadi UDA na ODM nazungumza na. Lakini kweli sisi tuko na kadi bado ya chini ya meza. Sababu tutakapoenda, assume tuko na kadi watatu ama wanne wako very strong. Kusema ukweli, basic na historia ya 92. Wakati Matiba alikuwepo, pia Moi alikuwepo. Moi hakuweza kufikisha ile 50+1. Kwa hivyo ni ngumu sana Ruto aweze kufikisha 2027 50+1. Na hata hivyo tukielewana tumlete mmoja, hali ilivyo sasa, hakuna vile anaweza tushinda. Bila shaka kulingana na hesabu zetu, kulingana na vile economy iko, kulingana na mambo mengi ambazo tunasema. Na umeeleza ukasema agenda. Mimi nilishaeleza agenda kwamba sisi tunaongelea mambo ya uchumi. Bila shaka. Mambo ya Singapore, hiyo ni hewa, ile ni kwa ofisi jenzi. Makindu, kuna baadhi ya mambo ambayo ulikuwa unataka kuyajibu ambayo yamezungumzwa na Musa hapa kuhusiana na yale uliokuwa umeyazungumza. Maana inapofika saa 2 tutakuwa tunageuza tena gurudumu kuangazia masuala sasa ya hii Singapore mnataka tuende. Ni ipi hii? Asante sana. Nataka kusema ya kwamba Profesa Kithure Kindiki, naibu wa rais, sio kiongozi wa Mount Kenya East, ni kiongozi wa taifa. Yeye hajakuwa pale na kama peke yake ati ametoka tu Mlima Kenya na ametoka tu pale Madarakanithi, lakini yeye ni kiongozi wa taifa. Hata ukiangalia zile opinion polls zilitolewa, nasemekana ya kwamba yeye ndiye most preferred by Kenyans as the deputy president. According to the opinion. Kila mtu lazima tuangazie kulingana na vile wengi wanasema. Aya, kutoka hapo tunasema ya kwamba hata ukiangalia key numbers pale Mount Kenya East, ambayo inaongozwa hiyo mjadala inaongozwa na CS Ruku, sio naibu wa rais Kithure Kindiki. Ruku ndiye anaongoza hiyo mjadala, kwa sababu tumeambia bwana Kithure Kindiki, enda katika dunia, enda Kenya mzima, tafuta kura ya rais, tafuta kura ya 2027. Sisi watu wa Mount Kenya East tutatafuta kura ya nyumbani. Kwa hivyo tunatoka pale nyumbani na 2 million votes. Na ukiangalia vizuri, Kithure Kindiki anaungwa mkono mbali, kila kaunti ako na watu wanamuunga mkono. Kuna hili pendekezo. Sawa, nimekusikia. Kuna hili pendekezo la ODM kwamba kama mnataka hicho kiti cha naibu rais, basi Kithure Kindiki aingie ODM.
Vizuri. Ilizungumzwa juzi Naivasha. Alianza kusema hivyo. Mheshimiwa Ruku ndiye alianza kusema hivyo. Ni kwa sababu wao wameanza pia kutii kwamba hii kiti tumeikalia sambamba. Lakini kitu ya pili tukumbuke ya kwamba uliona Mheshimiwa Rais akisema ako na naibu wa rais ambaye ako na tajriba na anaelewa mambo na anamwamini kwa kazi. Mimi nataka kusema hivi. Kwanza ni jukumu la rais na ni uhuru wake kuchagua mtu yeyote ambaye anataka kuwa naibu wake. Sisi tu tunajadili uamuzi wa rais utakuwa wake. Lakini sisi watu wa Mount Kenya East tunaonelea mtoto wetu aendelee kukaa pale. Lakini pia ukumbuke ya kwamba naibu wa rais kwa kizungu ni the principal assistant to the president. Kitu ya kwanza rais ataangalia ni nani mchapakazi kama yeye, ni nani ako na tajriba, nani ako na ujuzi, nani ako na ametulia vizuri kumsikiza na kusikiza wananchi, kumsaidia kufulfill zile promises ambazo amepea Kenya na wananchi wa Kenya ataweza kufulfill. Na tunaona katika hiyo scorecard ule mtu ametick all the boxes ni Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki. Kwa hivyo mambo ya nani anaweza zaidi, nani anafaa zaidi, hiyo imekuwa settled. Wengine wanaweza jaribu kwa sababu tumesikia hata Wanjigi anajaribu kuwa president. Na sisi tunajua vizuri hata kwa Doto hawezi. Lakini wengine wanaweza tu tamani kukuwa deputy president, ni vizuri. Hata mimi siku moja ningetumaini kuwa deputy president, lakini kwa sasa hiyo kiti haiko vacant. Kwa nini unahisi Jimmy Wanjigi hawezi kuwa rais? Na anavyo vigezo, ni Mkenya, anazo hela za kung'ang'ania kiti hiki cha urais humu nchini. Kwa nini wewe unajihisi hana uwezo? Unajua Kenya politics is very predictable. Lazima ukuwe umeanzia mbali, umekuwa mbunge, watu wameona vile umehudumu, na ndio unasikia Mheshimiwa Rais akisema track record. Sisi wa Kenya watapekua waseme huyu jamaa wakati alikuwa rais ama alikuwa mbunge, alikuwa MCA, alikuwa mayor, alikuwa councillor. Unajua tunarudi nyuma mpaka tutafuta mahali alikuwa nini. Ile kitu tu tunajua Wanjigi alikuwa wiladila. Sasa Kenya hatujapata, hata dunia Afrika hatujajua pata wiladila yoyote amekuja kuwa rais. So track record yake ndio itakuwa shida, kwa sababu pia lazima ukue unaanza wapi. Haya, kwenye hilo wiladila wasaidie wale Wagiriama wa kwetu kule Ganze. Hiyo wiladila inamaanisha nini? Inasema ni mtu wa kupiga madeal, kupiga biashara. Anatafuta pesa iko wapi, mradi iko wapi, anapiga 1 2 3 anapata hiyo biashara. Ndio tunasema, na si jina mbaya. Nikisema ni mtu wa kutafuta pesa kweli kweli. Chris Mabroko ametafutiwa jina zuri sasa. Wiladila. Na kuna kitu nilikuwa nataka kueleza, ndio najua tutakimbia kwa hiyo mjadala lingine. Na mliuliza swali ambalo sikuweza kujibu kwa sababu ya muda, lakini ningetaka kujibu. Kwa nini watu wangetaka kuwa huru? Kwa nini Mount Kenya ama Kirinyaga ama Kiambu ama Mount Kenya East ingetaka kukua huru? Sisi watu wa Mount Kenya East tuko na sababu ya kutosha. Sababu ya kwanza ni kusema tumekuwa kama mandugu. Kama mlima moja. Tukasimama na Kenyatta wa kwanza, tukasimama na Kenyatta wa pili, tukasimama na Mheshimiwa Kibaki hayati, Mungu amlaze pema peponi. Tukasimama na huyu aliyebaduliwa anaitwa nani huyu? Gachagua huyu akabaduliwa miaka 2, tulisimama na yeye. Ni kumzao ama ni kusudi? Lakini najaribu kukumbuka. Lakini tukaona kweli rais alipenda mlima Kenya, akatupatia mtoto mwingine. Na sasa hajatoka pande ya West ama kwa Wakikuyu, akatoka kwa jamii nyingine, na sisi tumesimama nao. Na mnajua vizuri wakati wa Kibaki kulikuwa na ile kura ilikuwa inatarajiwa ya Madaraka Nithi, ikafanya ule jamaa akashinda. Sasa tumepata kijana mwingine wetu. Watu tungekaa chini kama jamii tuseme basi bado sisi tuko kwa serikali, tafadhali tusimame na kijana wetu. Wamekataa. Na tuliona pale Olkalao na wakatudhalalisha. Tuliona juzi, na tunataka kusema tu kwa kweli sisi ni viongozi. Huyo Rigiji ni kiongozi, nani anafaa kuwa kiongozi. Mimi sidhani yeye ni kiongozi, lakini anafaa kuwa kiongozi. Mheshimiwa Kindiki ni kiongozi. Ukiona mtu anadhalalisha mtu kwa ile sauti Mungu alimpea, anamuita soprano, anamuita Sofia, anamuita majina mbaya, sisi kama Wakenya tunaona kweli hiyo sio uongozi bora. Namba ya kitu ya pili kwa haraka, kutoka 1963 Kenya ilikuwa tunapawa mgao wa kimaendeleo pale mlima. Kitu kikuja kwa Kiambu tunaambiwa tumepata, Waembu hawajapata. Kitu kikuja Nyeri tunaambiwa tumepata,
Wameru hawajapata. Kitu kikuja tuseme Murang'a, tunaambiwa tumepata, watu wa Tharaka Nithi hawajapata. Ukitaka kujua leo, stima ile imewekwa Mlima Kenya yote 77%, 77% iko Mount Kenya West. Sisi tuko na 22%. Maji vile vile tuko na 20%. Barabara zile zimewekwa lami, sisi tuko na 15%. Mpaka Mheshimiwa Rais Ruto akaingia uongozini, ndio tumeona sasa tumetoa kilomita za lami pale Meru chini ya 8,000 imefika 2,800. Okay. Asante sana Steve. Sisi tunafurahia ule uongozi umekuja, tunasema hatutabaduka kwa serikali kwa sababu tumepata mmoja wetu, Mkenya wetu ameona kweli hawa watu wamefinyiliwa siku mingi. Sasa tuko na sababu na ambayo tungetaka hata kueleza Wakenya kwamba watukubalia sisi tukue wenyewe. Lakini ukiangalia Kiambu ni city. Imekuja Nairobi, mashida yao ni sewage, mashida yao ni barabara za lami, mashida yao ni presidential. Kweli, wacha niseme hivi. Okay, sawa. Ile jambo la kushangaza ni kwamba ndugu yangu ni ile ni double speaking. Sababu ile ni dharau. Kwa sababu yule ni mtu aliyesoma kisheria, anaweza kusimama. Pia ni mwanabiashara ambaye anajulikana. Ameongoza amekuwa kwenye hii sekta ama industry ya siasa kwa muda mrefu. Wakati wa NASA, amekuwa wakati wa Jubilee. Kwa hivyo hauwezi sema yule ni greenhorn wa siasa. Na ninaposema ile ni double speak, anasema kiongozi wetu, basi inafaa ieleweke kwanza na represent united opposition wote, mpaka Gachagua, mpaka Kalonzo, sisi wote ni united. Anaposema kwamba tulimdhalilisha kwa kumuita kwamba na ile soprano. Sasa unapomdharau presidential candidate wangu na sisi tukimuita, na ni kweli anaongea kwa sauti nyororo. So kusema ukweli, Rigiji alisema ukweli. Na cha kueleweka ni kwamba ndugu wetu deputy president wa sasa hajachaguliwa na mtu, ni appointee, alikuwa appointed. Tunaelewa kwamba uchaguzi uliopita ilikuwa joint ticket ya Gachagua pamoja na Ruto. Kwa hivyo tunasema hata sisi yule mtu ambaye alichaguliwa tunajua kwamba ni tested ni Rigiji. Kwa hivyo Kindiki hatuwezi sema amekuwa tested kwa sababu hatujapiga uchaguzi wa kuonyesha vile. Kwa hivyo vile Rigiji anasema yuko pole illegally, kwa hivyo kwa mimi kusema ukweli ni kweli. So kusema ukweli si udhalilishaji. Wakati Rigiji aliposema kwamba Kindiki yuko pale kama hajachaguliwa. Ilikuwa pale ilifanywa impeachment, tunaelewa kwamba ilifanywa impeachment, ilikuwa ni wabunge na maseneta ambayo walifanya ile kazi. Kwa hivyo kwa kusema ukweli pia Kindiki hajakuwa tested. Kama okay, nataka tusonge kwa hilo. Atajibu ajibu, tutakaa kwa hilo. Tuongelee ili jambo la Singapore. Yes. Kabla tusonge mbele, Chris, nikikumbushe tu kwamba tuna game kali hapa. Yes. Na kwenye game kali wewe unafaa kutafuta chance yako tu ya kuondoka na ushindi. Kwa sababu utapataje ushindi? Bonyeza *337# then fuata maelekezo ambayo yanakufuata pale. Manake ukishabonyeza *337# kuna nafasi ya kushinda, lakini unahitaji kufuata maelezo. Kisha utachajiwa tu shilingi 30 peke yake. Unatozwa shilingi 30 peke yake. Kwa hivyo tozo la shilingi 30 unaenda kupata takriban shilingi 100,000. Kwa hivyo ni nafasi yako msikilizaji, ingia pale uweze kuibuka na ushindi. Unaweza kuwa mshindi wetu anayefuata leo hii. Kwa hivyo bonyeza *337# game kali. Cheza na 30 bob, shinda cash. Tuangazie upinzani ama swala la Singapore. Tumeona siku ya jana katika ukumbi wa KICC Rais William Ruto na viongozi mbalimbali wamekutana pale na kuzungumzia ruwaza ya Beyond 2030 ambapo walizungumzia masuala mengi, mahali ambapo
Kenya inafaa kuwa kwa miaka ijayo ya usoni? Mambo mengi yameibuka, masuala ya elimu. Kuna watu mbalimbali walizungumza pale, viongozi wa kidini, nilimwona Makariuki Bishop, na viongozi wengi mbalimbali, wanafunzi wakazungumzia masuala ya masomo, TVET, mambo kama hayo. Tukiangazia ni wakati mwafaka wa kuzungumzia hili swala na kuwa na maazimio ya kufika Singapore, na kuanzia ni miaka 18 tangia ruwaza ya 2030 iweze kutangazwa. Ilitangazwa mwaka 2008. Kufikia sasa tuko wapi, na unaona ni wakati wa kuanza kwa mjadala? Tuanze na Musa. Kwa kweli vile kiongozi wetu wa upinzani kwa sasa ni Rigiji na alisema ile ni utapeli. Na kwa nini? Naomba zungumze kama wewe. Kweli mimi nazungumza kama mimi. Na umesema kama opposition. Yes. Lakini wacha nizungumze kama mimi. Unafaa kwanza kuelewa kwamba kimasomo mimi niko na degree ya mashahada ya finance na MBA on corporate management. Kwa hivyo wanapoleta hii model ya Singapore, unafaa ujieleze kwanza hii Singapore iko aje. Ya kwanza, Singapore iko na watu milioni 6 peke yake. Kenya tuko milioni 54 mpaka 58. Na ukipiga ile kilomita yake per square inakuwa 744 mraba square kilometer. Na Kenya tuko 508 ama 500,000 kwenda juu. Unaelewa? Ndio nakupata. So ukipiga pila ile structure yao ya serikali yao ni presidential system. Wako na prime minister, wako na rais, wako na wabunge. Na yetu ni devolve. Ni presidential is a mixture. Yetu ni mkorogo in short. So yetu ni devolve function. Tuko na serikali ya juu na tuko na devolve na bado tuko na legislature. Ukiangalia kwa vyovyote vile hii kwa kweli ni deception. Hakuna vile unaweza linganisha Kenya kwa population, kwa size, ukubwa wake, kwa model yetu ya huko ni tech na industrialization, yetu tuko agriculture. Kwa social, yani social factor na cultural, kwa kweli sijui nani aliweza kuadvise serikali ya sasa kuweza kwenda kufananisha Kenya na Singapore. Tukianza hapo. Ya pili, unapoanza kuongelea mambo ya Singapore ama 2060, na kwa kweli ujaiangalia kwanza 2030 vizuri, zile pila zake 3 ambazo moja ni ya economy, ya uchumi, hiyo ndio uchumi, social na political. Uiangalie vizuri. Ya pili, uangalie tena ile manifesto yao, ile ya bottom up. Sijui kwa nini walileta wheelbarrow. Na mambo ya hustler na dynasty. Uangalie tena baada hapo ni nini kilichotokea. Post election violence, kwa kutokea mambo ya Gen Z pale, bro ODM wakakuja on board, ikakuwa sasa ni broad base, kukakuwa na 10 point agenda. Yani tumepotea njia. Kwa kweli manifesto ya tukianzia 2030 hatujatimiza. Tukikuja tena tuangalie manifesto ya Kenya Kwanza, mambo ya bottom up na hustler na wheelbarrow, tukatoka hapo hatujaiangalia vizuri kuangaza mahali tumefikia. Alafu ukakuja tena walishikana hiyo serikali ya broad base, wako na 10 point agenda, hakuna kitu imefanywa. Then all of a sudden, kwa sababu uchaguzi umekaribia, unakuja unatuambia kwamba tunaelekea Singapore. Kivipi? Nimeeleza kwanza kwa broaden kwamba kwa Singapore yenyewe hata tungechukua maybe country ambayo serikali yao, system yao ya serikali inafanana na yetu, population inafanana, tungechukua
serikali ya Afrika. Kwa mfano wewe, mimi sidhani kama tunafaa kuangalia Afrika kama tunataka kuwa katika mataifa yaliyoendelea. Kwa mfano wewe, kando na Afrika tuangalie wapi? Kwa nini tuangalie? Kwa wakati huo, kwa nini tuangalie? Kwa sababu tunataka kujifunza kitu. Hata nyinyi najua kule county mkitaka mnaenda benchmarking, sijui China, benchmarking mataifa mengine, kujua venye wana collect pesa katika county zao. Benchmarking iko. Lakini vizuri kuwa realistic. Uwezi amka tu umetoka ardhi umeenda Pluto. Nikueleze hivi. Ukiangalia hata ile per capita ama GDP. Ndio, pato la kitaifa. Yes, pato la kitaifa. Karibia microphone. Yes, sorry. Ukiangalia per capita ama wacha tuanzie kwenye GDP. Sijui mnahitaje kwa Kiswahili. Hilo pato la kitaifa. Mwaka uliopita Kenya GDP yetu ilikuwa 17 trillion. Ama 147 billion US dollars. Wale wako kwenye 659. Per capita inamaanisha ya mtu sasa ukidivide population. Nilishawaeleza population ya wale ni milioni 6 ni kama Nairobi. Sasa ukidivide sisi tuko 2,000 per year US dollars. Wale wako 100,000. Sasa nikuulize umeruka kutoka manifesto wako ya Wheelbarrow na Asla, umeruka kutoka per capita ya 2,000 unaenda kujifananisha na mtu ambaye ako kwenye 100,000 na Kenya hii ina grow at 4 between 4 and 5%, asilimia ile tuna grow uchumi. Ndio. Sasa pale ndio tunaita ile sasa ni ndoto ya mchana. Ile ni ndoto ya mchana. Asante sana. Tugeuke upande huu. Tuko wapi? Ukiangazia hii ruwaza, si kwa ajili mtu anaunga mkono upande fulani wa kisiasa. Tuko wapi kama taifa kuanzia mwaka 2008 kufikia 2030 na beyond 2030? Tuko wapi sasa hivi? Asante sana. Mimi nashukuru kwa sababu tumeweza kuanza kujadili mambo ya kitaifa. Wiki hii tumeona Mheshimiwa Rais William Ruto ameita kikao. Watu wakae chini wajiulize tumetoka wapi, tuko wapi, tunataka kuelekea wapi. Na nasikitika sana kwa sababu hata kama unachukia rais namna gani ama unachukia ule mwenye amekalia kiti namna gani, uwezi kuchukia nchi yako. Na wakati umeitwa kwa kikao, tujiulize kama wananchi, tuko wapi, tumetoka wapi, tuko wapi na tunataka kuelekea wapi. Hiyo ni mwito ya kila mtu ambayo ni mzalendo. Kama unapenda Kenya yako, kama unapenda watoto wako, kama unapenda kizazi kijacho, lazima ukubali kukaa chini hata kama upendi mwenye ameitana hiyo kikao. Haya, tukaitwa ile watu, rais akaita ile kikao. Watu wakakaa chini tukajiuliza wapi hii Vision 2030. Wataalamu wakakuja. Wakasema tumeimplement kutoka wakati wa Kibaki kukuja wakati wa Uhuru Kenyatta, na kwa sasa tumeimplement 61%. Kweli hatujafikia ile 100% na tuwezi kumlaumu Rais William Ruto kwa sababu si alikuwa kutoka wakati wa Kibaki. Lakini tumepiga hatua. Na kuna kitu ya kwanza, lazima kwanza wewe usijilaumu kila siku. Tuko na watoto, tuko na kizazi, lazima tuongee mambo ya kuwatia nguvu. Na mimi nataka kusema hivi. Mzungu anasema failure to plan is to plan to fail. Sijui sema na Kiswahili sijui. Kwa hivyo lazima tukae chini tupange. Na Kibaki alipanga na wataalamu walipanga kuwa sisi tunataka kuwa mid level economy. Tumekuja na Rais William Ruto anapanga tukue developed country. Hiyo ni darubini mara mbili. Sasa tunataka kuanza kufikiria wacha tukue developed country. Na tukasema tunajipea mfano wa Singapore, tunajipea mfano wa Norway, tunajipea mfano wa Korea na nchi zingine, Vietnam wenye tulianza na wao. Lakini usiseme ati kwa sababu nchi ni ndogo, pia vile tuko na nchi kubwa ndio tuko na rasilimali mingi. Ndiyo. Tuko na mashamba, tuko na madini. Ile kitu ambayo tunataka kulainisha ni uongozi. Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi, kama Wakenya tumeitwa katika mjadala wa kujadili kesho yetu. Na mimi nataka wacha niongeze tu kabla ya kuuliza swali. Tuko hapa
kwa sababu at one point in our life tulikuwa motivated ama tulionyeshwa picha. Labda wewe ulionyeshwa picha mtangazaji. Nilikuwa naona Catherine Kasavuli ile wakati. Labda ulimuona ukasema ningetaka kuwa kama. Lakini ukiangalia mahali wewe ulitoka bila viatu, bila suruali imeraruka, kweli mtu angesema ungefika pale. Lakini labda mzazi wako, labda mwalimu wako alikwambia itawezekana. Leo tuko kwa hii studio kwa sababu ya hiyo motivation. Kwa hivyo lazima ile ndoto tuko nayo ikuwe ndoto kubwa. Hata Biblia, wale wanasoma Biblia nasema andika ndoto yako na ikuwe kubwa. Hata yeye Mungu wakati alikuwa anaambia Abraham, alimwambia as far as you can see. Unaona umbali gani? Sasa hatuwezi kulaumu rais wetu kwa sababu ya kuona umbali. Na ameona sisi tutakuwa developed country. Hii picha tutaiangalia kutoka lini? Manake natumaini wale walikuwa mwaka 2008 ruwaza ya mwaka 2030 ikizinduliwa waliambiwa the same. Musa ametaja mambo matatu ambayo yalikuwa pillars za 2030. Kwa sasa hivi tuko wapi? Ama tutakuwa ikifika 2060 watakaokuwa wataambiwa tunaenda 2090 na hivyo tukiendelea. Kwa sasa hivi tuko wapi? Ukimsikiza jana rais alisema katika pila ya siasa economy tulikuwa tuna 58, kwenye social tuna 61. Ni kauli zake alizozungumza yeye mwenyewe. Na ndio hilo swali linakuja sasa. Tunafikiaje kwamba uchumi wetu ukue kutoka 4 hadi 6 iwe sasa 7 hadi 10? Isiwe tu ni alfu ulela. Alafu uchumi ukikua, mwananchi pale chini aweze kusikia, kuhisi uchumi umekuwa, uweze kuhisi kuna jambo linafanyika, si kusema tu huku juu na huku chini. Unajua mwananchi wa kawaida anataka asikie akuwe na chakula, anataka apate mbolea, anataka apate vitu vile vya kawaida, shule, elimu, funding ya university na shule zingine. Tuko wapi? Mwananchi wa kawaida haisi kama vile Suleiman amesema hiyo uchumi, ule kukua kwa uchumi. Wacha nikwambie, Mheshimiwa William Ruto, rais wetu, amepata Kenya mahali ilikuwa baada ya kukua na mtu mwingine ambaye aliingia baada ya Kibaki. Na ukiangalia kuna vile yule alikuwa aliendesha nchi. Either alipotosha, hakuweza kuenda na ile malengo ya Vision 2030 kama vile Kibaki alikuwa ametarajia. Na wakati Mheshimiwa William Ruto amekalia kiti, alikuwa na jukumu moja. Unajua ukipata gari limetoka nje ya barabara, kitu ya kwanza si kufikiria ulikuwa uende ati ilikuwa ifike Nairobi. Kwanza ni kuirudisha kwa barabara. Tukapata, unakumbuka hata kiongozi wao huyu anasema Rigijini, kiongozi wao alisema wamepata coffers ziko empty. Na ni kweli wale walikuwa walipora, walichukua kila kitu wakaenda nayo. Akaanza kudhibiti uchumi. Na wakati unajenga nyumba, saa ingine wakati uko kwa msingi pale foundation, watu wanaona ni kama kuna kitu unafanya. Imemchukua miaka 4 kujua kwamba kujenga nyumba kubwa kama Kenya si kazi ya siku mbili. Lakini hata wakati anajenga ile, anatengeneza msingi tena, wacha tujiulize wakulima walitaka nini. Ndio nataka kuelekea hapo, ukinipatia nafasi nitafika swali langu ukielekea huko. Bila shaka imemchukua miaka 4 kujua kwamba hii ruwaza haifanyi kazi, ama gani hiyo haifanyi kazi, ruwaza 2030 kwamba haijafanikiwa vile ambavyo inafaa. Kama ungenikubalia nilikuwa naelekea hapo. Kwanza nilikuwa nataka kueleza ya kwamba ametengeneza hii inaitwa better plan, the bottom up economic transformation agenda. Ukiangalia ile kitu iko pale ndani ni agriculture, ni mambo ya wafanyikazi wadogo na wakatikati, ni mambo ya manyumba na hiyo, na mambo ya universal health, na mambo ya mitandao, digital super highway and creative economy. Turudi pale katika riwaza ya 2030 ilikuwa na mambo 3. Katika economic pillar kulikuwa na focus na tourism, agriculture, manufacturing, retail and trade. What is retail and trade? Ni wafanyikazi wadogo. Ndio MSMEs. Huyu rais tuko naye alijua nini ilikuwa ndani ya Vision 2030. Lakini Vision 2030 hata ile tutakuja kutengeneza either ni Vision 2063 ama ni Vision 2050, kwa sababu hajasema sisi wa Kenya ndio tutasema ni Vision 20 nini. Itakuwa na pillars. Na zile pillars ziko na mambo mingi. Sasa alichukua katika ile pillars akaangusha bei ya mbolea.
kutoka 7,000 mpaka 2,500. Hiyo ni mambo ya ukulima. Bei ya kahawa imepanda, bei ya majani imepanda, wakulima wa miwa wamelipwa. Hiyo ni kilimo. Haya, tukuja kwa wakulima wafanyikazi wadogo. Ukiangalia ya leo kuna Hustler Fund, kuna mikopo haijaweza kupanda vile kwa dola. Hustler Fund ambayo iko na deni kubwa, wa Kenya wamekataa kulipa, ndio nataka kujisifia. Makindo, acha tuwasikilize wa Kenya pia, manake huko unakoelekea ni kusifu. Nikubalie tu nimalize. Wacha tusikilize wa Kenya. Ulimwacha kamaliza, ningemaliza kidogo tu. Kama una agenda utaongea muda mfupi. Wacha tusikilize wa Kenya. Hello. Hello, mambo vipi? Nzuri. Yes, tupe maoni yako. Nimepita kama hivi kutoka Turkana County. Yes. Huyo mtu yenye anatetea Ruto wache mambo yake bwana. Ruto anatusinya mbaya sana. Safi. Kwa nini amekusinya wewe? Mambo ya Hustler Fund yenye alisema sasa deni kutoka 500 inafaidia nani? Alafu hii ingine ya nyota ndogo yenye alisema haiko wapi? Nyota ndogo tena? Mama mboga ni myu. Alisema atasaidia, amesaidia wapi? Hii barabara ya kutoka Lokicheri mpaka Kakuma alisema atasaidia, ataleta stima, mpaka sasa hakuna kitu. Asante sana, hiyo ndio hali. Hello, Radio Maisha, hello. Radio Maisha, hello. Yes, maoni yako ni yapi? Singapore tunafika. Wenyewe Brigadier Agri. Yes, Brigadier Agri. Ikiwa Equatorial Vika County. Kusema kweli mimi na support huyo Ruto, amefanya kazi. Ukienda huko Western huko. Ni total. Hata Vika County hii. Sababu tumeona hata kiwanja yetu huko Mbare kinajengwa, barabara huko Kaimosi inawekwa lami, hata hii yetu ingine hii inaweka lami, kila mahali tunaona lami ikifanya nini ikiendelea. Kwa hivyo tunaona Ruto ni total. Safi. Vika County. Asante sana Brigadier Agri. Hakuna cha mchezo huko. Safi sana. Hello, Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Tuko mbele pamoja. Nani mwenzangu? Naitwa Richard, napiga simu kutoka maeneo ya Kitale. Yes. Ninataka kuambia mgeni mwenye ana support serikali huyu. Sasa support serikali ni vigumu sana, ni kama kudanganya wa Kenya. Asante sana, maoni yake hayo. Radio Maisha, hello. Hello. Yes, nani mwenzangu, uko wapi? Nikidi kwa Kajiado. Yes, Kajiado, kunasemaje? Tangu hii serikali nyingine mimi sijaona barabara yoyote serikali imetengeneza katika hii kaunti yangu. Kwa hiyo akituambia mambo ya 60 vision ya 2060 ni uongo mtupu, kwa sababu hata hii serikali ya ufisadi haiwezi kukabiliana nao. Kwa hii viongozi wetu ni viongozi tu wa kutenga, ni uongo ndio miti, alafu sasa anajua tu kuita watu state house waungana. Hata hiyo sasa kuhonga watu anatoka wapi? Na anatuambia tufike huko. Na yeye anateteana tu pesa, anajua kumwaga pesa, anajua kuua watu, alafu kisha anawalipa mabilioni. Sasa hii ni kiongozi aina gani huyu? Amadisane naye twende. Asante sana. Radio Maisha, hello. Hello, Radio Maisha. Nani mwenzangu, ukiwa wapi? Huyu ni Alex Leo Mwana, niko hapa maeneo ya Kuisero, Kakamega County. Kakamega. Nikiwa mtu wa one term. Nauliza huyu jamaa ambaye ana support serikali huyu. Nyinyi badala ya kuambia rais ukweli, ground imekataa kabisa. Nyinyi mnatoa huko pesa, mnapewa pesa huko, mnakuja ground, mnatupea pesa, ingine tunatuma kwa paybill ya Sifuna. So sijui mtapea nini Rais William Ruto, kwa sababu mnamdanganya na ground imekataa. Ground imekataa kabisa. Sijui mtatoa tukura zenye mtajaza. Hii pesa yenye mnatoa state house nyinyi viongozi, mtapea rais nini? Na waumia sana nyinyi. Mtapigwa makonde. Asante sana kutoka Kiswero kule Kakamega. Radio Maisha, hello. Hello. Nani wenzangu, ukiwa wapi? Mbovi kutoka Kitui Mwingi. Kitui kunasemaje? Singapore tunaenda? Kitui kwema.
Kitui kwema hapana 20. Kwa nini? Sasa kitu ya kwanza mimi nashangaa tu mtu tu mkubwa tu ameenda tu shule na anakaa tu na anadanganya tu wa Kenya ati serikali imefanya kitu. Wao na mko nasema tunaenda Singapore corruption huko ni hakuna. Ndio. Kweli. Wewe mwenyewe unaanza na kuanga wambunge wafanye kazi yenye wanataka wakufanyie. Corruption wewe ndio number 1. Wanasema tuende Singapore. Wanishukishie fika siendi Singapore. Asante sana. Radio Maisha, hello. Halo Radio Maisha. Singapore tunaenda? Naongea na msaidizi wa mjango Sheikh Baras kutoka Samiti. Waje niambie wewe jamaa ambaye uko Kosibia ambaye ana support serikali ya kwamba hapo ground bwana timu Sifuna. Kwa sababu wasijitanganye, hapo wasitanganye wa Kenya, hapo ground timu Sifuna 2027 ndio watashangaa. Haya. Maoni yake hayo. Job kutoka Kiambu, habari gani? Yes, mzuri sana. Habari ya jioni Radio Maisha. Radio Maisha iko sambamba kabisa, tuko mbele pamoja, radio zaidi ya radio. Maoni yako ni yapi? Tunaenda Kiambu? Tunaenda Singapore. Kwanza kabisa nataka kusema kwamba Kenya is not suffering because of poor leadership alone, but because there are people who have mastered the art of praising mediocrity. Mimi nimesikia kuna mheshimiwa pale wa UDA, namsikiza vizuri sana. Anatueleza kwamba tuko na baadhi ya sections of the central part of Kenya maendeleo iko na kuna side zingine hakuna maendeleo. I want mheshimiwa to know one thing. Tuko na county government. County zetu kama kuna county hazifanyi kazi huko kwenu na tuko na other counties zafanya kazi, definitely hayo ndio itakuwa matokeo. Hiyo ndio ya kwanza. Jambo la pili, mambo ya Vision 2060. 2060 hatuwezi kuwa tunapanga mambo ya 2060 na tumejua kupanga hii yenye Kibaki alianza 2030 hii. I remember very well William Ruto mwenyewe in 2022 alikuwa anatembea akiambia wa Kenya, when you enter into power there shall be no more abduction, there shall be no more extrajudicial killing. But what he has done is contrary with what he promised the people of Kenya in 2022. So mheshimiwa has not the audacity ya kutuambia kwamba rais anafanya kazi. Hata Moi alijenga Kasarani, alilima hii barabara ya Limuru Road ile inaunganisha ya Thika Road. Tulikunywa maziwa ya Nyayo, but hakuna Mkenya anaweza kubali ile maisha ya udikteta yenye ilikuwa ya mheshimiwa Moi. So mheshimiwa for his information, kama ajui ground imekataa, ground is slippery. William Ruto ni one term president. Na ya mwisho nataka kuuliza wewe mheshimiwa huyu wa Jimmy Wanjigi. Namuuliza, nataka nimwambie natamani kukutana na mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Hii siasa naona imeshika vizuri chini, anipange vizuri tuone tunaweza kama tunaweza kukutana. Nyayo tu. Asante, ameomba kazi huyo. Halo, nichukue simu hii kwa mwisho. Nani mwenzangu? Halo Radio Maisha. Tuko mbele pamoja. Nani mwenzangu? Umefika maeneo ni Haega? Haega City kwenyewe. Kabisa. Tunaenda Singapore. Ai bwana. Mambo na pote mwa wasahau kabisa. Kama hii gari wanafikiria itaenda huko, sisi tulishuka. Sisi huku ni timu Sifuna, yeye wacha akule pesa. 2027 najua atakuja huku kwetu na sisi hatumtaki pamoja. Asante sana. Asante sana. Naomba tusome jumbe tu kuangalia wale wanatutazama kwa mtandao na wale wanatuma SMS. Kapcherui Dote hajaniambia kwa wapi, amesema Rwanda ya 2060 we are not even sure kama tutafika 2030. By the time hii serikali ikiendelea hivi tutakuwa tumekufa njaa. Okay, maoni yake. Karakacha Morris Luke anasema huyu mtu wa UDA anasema aongee ukweli, anasema atafanya zime redio. Jamani, usizime redio, kila mtu ana uhuru wa kutoa maoni yake. Alafu kuna Kapcherui anasema rais ako courageous, anaingia term ya pili, mbona kafanya ikulu kuwa campaign ground, anauliza. Alafu kuna mwingine tu nikisoma ya mwisho hapa anauliza Ruto amesema kuwa upinzani unafadhiliwa na Uhuru, ako na ushahidi? Okay, sawa, ni swali. Bila shaka tu Musa, umelalamika sana mpaka Wakenya wamekusikia huko nje, lakini kwa kweli tunajaribu kupatia kila mtu fursa sawa. Sidhani kama kuna mtu ambaye tunampendelea katika mazungumzo haya yetu ambao tuko nayo katika kipindi hiki. Tuzungumzie sasa hivi swala zima ambalo tunalizungumza la kwenda Singapore. Tulikupa nafasi ukaeleza, ukatoa takwimu, wako milioni 6, wako ngapi, tulikusikiza kwa hayo yote. Lakini
kando na zile sifa ambazo Ngari amezitoa, manake ni sifa za kawaida tumezizoea. Serikali, mtu yote wa serikali atasema wamejenga nyumba milioni 20, lakini tuangalie vitu vilivyo kwenye uhalisia kwa sasa hivi. Musa, Kenya inapoangazia kutekeleza ile ruwaza ya 2060, tuseme beyond 2030, mtu atajiuliza tumeafikia nini huku 2030? Ndio maana sasa tunataka kufikiria beyond 2030. Asante sana. Kwa kweli niliwaeleza kwamba mimi ni mtu wa economics. Na nimesomea The University of Nairobi. Na sisi huwa tunaongea na takwimu ama figures. Kwa sasa unapoongelea ile burden ya tax ama borrowing ama ile deni Kenya iko nayo kwa sasa iko trilioni 13. Inamaanisha kwamba kwa ile GDP sijui ilitaje kwa Kiswahili, pato la taifa. Inamaanisha sisi tuko 17 trilioni. Inamaanisha 70% ni deni la taifa. Na rais wetu alipoingia, na kwa kweli kwa zile agenda 10 za broad base, moja ilikuwa kufanya audit ya ile borrowing. Haijafanywa mpaka sasa. Kwa hivyo inaonyesha kwamba audit ikifanywa inaweza kuwa hata tuko kwenye 15 trilioni. Bajeti ya Kenya kwa sasa mwaka huu ni 4.8 trillion. Na ile tax tunaokota ama KRA waliokota last financial year ni 2.8 trillion. Inamaanisha kwamba nusu ni borrowing, either ile internal ama external. Ndio. Kwa hivyo inamaanisha mwaka huu tutaelekea sasa kwenda 16 trilioni. Lakini wanajisifu wametengeza infrastructure fund ambayo itawasaidia kutekeleza hiyo miradi ambayo wanataka kutekeleza. Wacha niongee kwa ile lugha, na kwa kweli ni vizuri sababu sisi huwa tunasema sikiza ground. Umesikia wewe mwenyewe wananchi vile wanavyosema. Lakini mimi unajua sikuelewi. Unasifia sana DCP badala ya kuzungumzia. Hata niwaeleze hivi. Walimpiga yeye kumimpeach ndio asisimame. Kwa hivyo sisi tunajua kwamba Rigiji hasimami. Na yuko kwenye mazungumzo ya kisiasa na Jimmy Wanjigi. Kwa mnamtumia tu. Si kumtumia, walimpiga bure. Mwili iko kwa Wanjigi, roho iko tumesema tuko united na watakaposema Kalonzo, wakisema ni Jimmy Wanjigi, wakisema ni Sifuna, sisi tutamfuata. Sasa iko hivi, tunaelewana. Vile hata wale wanaelewana, broadbase pia wanaelewana. Iko hivi. Kwa sasa tunapozungumza zile pillars. Na tuongee zile ziko current sasa hivi. Tumeongea economic villa, tumeongea social na political. Tuanze kwa social. Tuanze hata kwa social. Kwa sasa tunapozungumza sasa hivi, since tarehe 29 Julai, nurses wako kwenye strike Kenya mzima. Tunapozungumza sasa hivi tuko na shida ya SHA. Hii shida ya SHA ni ipi? Shida ya SHA, kwanza kuna corruption pale ndani. Na walipoita universal, Wakenya walijua kwamba watatibiwa bure. Serikali itawalipia nini? Insurance. Hivyo ndio walitueleza kwa ile mambo ya bottom up. Watalipua kila kitu. Ukienda kuipiga ile hesabu, maana nimekuambia sisi tunapiga hesabu, ni kama mtu mmoja analipiwa shilingi 25 kwa mwaka. Kwa hata inunui Panado. Kusema ukweli, SHA haifanyi kazi. Kando na corruption haifanyi kazi. Ya pili, sasa hivi tunapozungumza, na nimeshukuru sana kwa sababu wamezungumza. Tukiongea sasa hivi mimi nimetoka Kajiado. Rais wetu alikuja pale Amboseli, akatuambia ametupatia Amboseli. Hatujapata mpaka sasa. Kwa nini? Haipo, hatujapewa, na iko kwenye news. Gavana wetu amekuwa akizungumza Lengu, hakuna. Kwani tunapozungumza sasa hivi ni current issues ambazo tunazungumza, na nazungumza vitu ambazo ziko kwenye national politics. Alikuja pale, magavana wote watatu kutoka Mao walikuwepo, Wamasai maelfu walikuwepo,
akasign kwamba tumepewa Amboseli, mpaka sasa hatujapewa. Akakuja akatuambia kwamba atatengeneza barabara ya kutoka Ilasit kwenda Rombo, mpaka sasa hivi haipo. Ukienda hapa karibu na Ngom Kibiko, pale ile shamba la Kibiko lina utata, ina utata. Ndio. Na wanaohusika ni Bwana Korir ambaye ni PS wa Lands. Naomba usitaje majina kwenye ambao hawapo hapa studio. Haya basi, lakini si ni wale ni official wa serikali. Ndio. Na utata na barabara kutoka Mashuru, kutoka Kajiado kuelekea mpaka ipite Mashuru mpaka kule ni mashimo. Na tuliahidiwa. Kwa hivyo, na tunapozungumza sasa hivi, hizo ni barabara za Kenha. Tunapozungumza sasa hivi, swali, ni barabara za Kenha ama Kura? Wafanyikazi wa county zote wajalipwa mshahara. Ni barabara za Kenha ama Kura? Zile ni za Kenha, Ile ni barabara ambayo imefanywa lami, akakuja akatuambia atafanya recarpeting, sababu ilikuwa geja chini. Sasa na zile malori zinazopita pale ni za mchanga. Haipo. Akaja akatuambia kuanzia Isinya mpaka Konza atatuwekea barabara. Na anazungumza, na kwa kweli rais wetu anajua kuzieleza zile barabara. Akija pale, sijui kwa nini amezimaster, anazijua kabisa. Hazipo. Tunapozungumza sasa hivi, kaunti zote 47 hawajalipwa mshahara ya miezi 2. Sababu hii mambo ya devolution. Hilo pia tunataka kumlaumu rais, wakati bajeti kama ya Machakos ni wawakilishi wadi wamekataa wao kupitisha bajeti yao. Mimi nakueleza sababu tuko kwenye zile economic pillar. Na economic pillar ingine, na iko hata hii mambo ya devolution iko kwenye ile 10 agenda. Unavyoelewa, unafaa kuelewa kwamba hii mambo ya devolution ni semi autonomous. Sijui naelezwaje kwenye kwa sababu kwanza kuna system fulani inaitwa IFMIS. Na IFMIS inakontroliwa na Treasury. Kuna system ya e-procurement na kontroliwa bado na kwa sasa hawameshindwa hata ku-upload budget. Na financial year ilianza Julai tarehe 1. Kusema ukweli, mimi naeleza kwamba iko teething issues. Pesa zinachelewa. Sasa hivi tunavyoongea sasa hivi, sababu ya mambo ya serikali kuto empower ama kutosaidia devolution, ndio maana unapata kwamba nurses wako kwenye strike. Wafanyikazi wa county hawajalipwa. Naona kama Sikiza vizuri na nataka tu ni muda wangu. Nimalize muda wangu. Unajua ukiangalia pia muda wako angalia saa. Ni kweli wacha uyapime unaotaka kuzungumza. Nipe dakika 2 na naomba tu nipe dakika 2 kabla hatujaenda mada nyingine. Tunapoongea mambo ya bado hii mambo tu ya social. Wacha nini hata na kuongea economic eti tunaenda technique. Sasa hivi tunapozungumza sasa hivi, hii mambo ya education funding model, wakati wa Kibaki ilikuwa inalipwa 22,000 capitation. Kwa sasa ni 9,000 kwa student. Mambo ambayo mimi nakwambia ni ukweli. Unapoongea mambo ya environment, sasa hivi mambo ya climate change, alikuja rais akasema tutakuwa tunaotesha miti, holiday tuko naye, hakuna miti tunaotesha. Lakini hilo ni swala la floka, swala la kufikia hiyo miti bilioni 10 kufikia 2035. Kwa hivyo kila county ina jukumu. Alituambia mpaka hii river ya Nairobi kutakuwa mpaka na samaki. Mimi nasema ukweli, atafanya cleaning. Hakuna kitu inachoendelea Kenya vizuri. Kwa hiyo mambo ya 2030. Kwa hivyo kwangu mimi ingekuwa vizuri tukuja kwa sababu Kenya tuko na policies mzuri, tuko na documents mzuri, tuangalie 2030, tuangalie ya bottom up, tuangalie tena agenda, badala ya kuanza kudanganya wa Kenya kwamba tunaelekea Singapore ambayo haipo. Itakuwa tunajidanganya. Labda tukiangazia, nataka ushikanisha ile swala, ukijibu swala hilo. Tumeangazia ruwaza. Kwa sasa hivi Ruto at 4 ni mambo ambayo yamekuwa yakizungumziwa miaka 4 ya Ruto. Upinzani ndio ulitoka na statement akiwa ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akisema ni mambo alikuwa anataja mambo alafu anaeleza jinsi mambo yalivyo. Unadhani kuwa maafikio na madai ya Gachagua kuwa upinzani ama serikali haijafanya yale mambo muhimu kwa wananchi ni ukweli? Na umesikia asilimia ya wapiga kura 90
wajaridhishwa na utendakazi wa serikali kufikia sasa? Asante sana. Mimi nataka kusema hivi, ni rahisi ku-criticize kuliko kukuwa na agenda. Ni rahisi kubomoa kuliko kujenga. Ndio unaona hawa watu wa upinzani amepewa platform kama hii ya kitaifa. Badala kuja aseme yale matarajio wako nayo, ile plan wako nayo, kama wataki twende Singapore, watupeleke Somalia ama watupeleke mahali kwingine, hawana ile mpango. Unajua nilikuwa nafurahia sana hata hawana idea, hawana plan. Na nilikuwa nafurahia sana Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, Mungu amlaze mahali pema peponi, alikuwa anasema tunataka kwenda Kanani. Yeye alikuwa na destination. Naye Mheshimiwa William Ruto amesema tunataka tukue developed country. Hawa nao wanasema tubomoe. Haifanyi kazi. Mimi nataka kusema hivi, nini Mheshimiwa William Ruto aliahidi wa Kenya? Kwa sababu tutamsahihishia mtihani wake kulingana na kile alipromise. Na kama vile wazungu walisema, Rome was not built in a day. Na yeye sio kiongozi wa county, ni kiongozi wa Kenya mzima. Kama barabara fulani hajatengenezwa, kuna kitu moja nataka ndugu yangu atuambie. Akitoka kwake aliona affordable housing. Akitoka huko kwao aliona soko. Iko Gataka affordable housing, si ndio? Na aliona masoko mingi, si moja kwa hiyo county. Mingi imejengwa. Haya, tunafaa tujiulize nini Mheshimiwa William Ruto alituahidi. Aliahidi wa mama mboga atawatoa kwa jua na kwa mvua, awaeke mahali pazuri. Masoko imejengwa, haijengwi. Kweli yajengwa. Lakini nikubalie. Ni ruhusu tu nikuulize swali. Maana yake sisi ndio tunatuelekeza kipindi hiki. Inaitwa point of order. Sisi ndio tunatuelekeza kipindi hiki. Kuna baadhi ya nukta amezisema kwa sababu yeye yupo katika ofisi ya finance ya county. Anaona vile pesa zinavyoingia kutoka national government. Kwa hivyo akilia analia kwa sababu machozi yake yana sababu ya kutoka. Unajua ukweli ya kwamba ndugu yangu ako katika county, lakini ukipigia gavana atakwambia alimtoa mamlaka. Kwa hivyo yeye ako na hasira mingi ya county, ya Kenya na mambo mingi. Lakini ukweli ni kwamba kuna kitu inaitwa county government devolved units. Leo nurses wamegoma. Sisi wa Kenya tulisema health ipelekwe kwa county. Counties wameshindwa kumundu ile kama Tharaka Nithi, wahudumu wa afya wamerudi. Hatuwezi kusema ni Kenya mzima. Governors wako na responsibility ya kutunza county zao. Kama wapitishi bajeti kwa muda uliofaa, hakuna pesa itaingia, kwa sababu government runs through structures. Si ati kwa sababu mwaka imeruka umewekewa pesa. Hapana, lazima ukuwe na mpangilio, iidhinishwe, ndio kutakuwa na uwajibikaji. Kwa hivyo counties wako na responsibility ya kuact in good time. But mimi sitaki turudi kwa vita za county, kwa sababu ndugu yangu anajaribu kutuvuruta, na wananchi wanajua majukumu ya county na majukumu ya rais na majukumu ya national government. Tunataka kusema ya kwamba kuna yale zile promises Mheshimiwa William Ruto alitoa. Akasema atatengeneza elimu. Tuko na elimu ya competence based education. Alipata imesambaratika. Hatuko najua ni CBC, ni 844, amelainisha ni CBE. Juzi amesema ule ataenda college ama university yote itakuwa imelipwa. Umeangalia vizuri. Umeangalia mapendekezo. Umesoma mapendekezo. Yako sawa. Umesoma mapendekezo. Wewe hukumuuliza wakati Gachagua anadanganya, huyu Rigiguna anadanganya, hukumuuliza. Amedanganya nini? Nitakwambia vile amedanganya. Nipe nafasi mimi niseme yale rais ameambia wa Kenya na wale wanaweza. Hatuko hapa Steve Ngare, kumradhi Ngare. Hatuko hapa kusikiza agenda za rais ama nani. Tuko hapa kuweza kuangazia na kuchanganua mambo yalivyo.
Kama rais anataka kujipigia kampeni, simpigii kampeni, tutakuita uje umpigie kampeni. Mshikadau wa serikali. Ndio. Na support William Ruto. Ndugu yangu yeye aamini serikali. Amepata muda wa kusema vile serikali hajafanya. Nafikiri ni vyema nimefanye ndivyo vile serikali imefanya. Na serikali imeongozwa na William Ruto. Ukizungumza nukta ambayo si ya kweli, lazima bila kumtaja Mheshimiwa Rais William Ruto ni ngumu. Lakini nitajaribu nimtaje mara 5 usio 7. Sasa mimi nataka kusema hivi. Katika mambo ya kutengeneza barabara. Mheshimiwa William Ruto alipata kandarasi mingi aziendelei, hakuna pesa kujenga barabara. Akakaa chini, akakarabati, akakuja na mpango ya infrastructure fund. Ni kumaanisha hakuna barabara zetu hata moja itakwama. Jamaa amejikaza, tulipata deni. Ndio uone saa nyingine ni vizuri kuangalia mambo pamoja, na ni vizuri tujue sisi kama serikali, watu wa serikali na wale wana support serikali, tuko na a lot of silent listeners na wale wanatufuata. Tulipata deni ya 2.0 billion US dollars. Ndio kuna deni na hakuna inchi dunia hii. Hata Japan, ukisema kupata hata deni US, pia wako na deni. Steve, ukisema kupata deni pia uzungumzie vile mnavyokopa pia. Usiseme tu tumepata deni na hatukopi. Maana deni limefika saizi trilioni 12. Tutoe neno tulipata. Rais Ruto amekuwa naibu wa rais kwa miaka 10. Naelekea hapo sasa. Wewe msijali, msibabaike, mimi naelekea hapo. Tuna dakika 6. Tuna dakika 3 pekee yake. Haya, mimi nataka kusema ahadi zake anajikaza kila siku kutimiza. Na nilikuwa nasema kwamba tulipata kama wa Kenya deni 2.0 billion US dollars. Amejizatiti leo tuko na infrastructure fund iko na 2.5 billion US dollars. Imezidi hata ile kiwango ya mkopo tulikuwa nayo. Deni yenye ilikuwa tunataka kudefault. Hakuna nchi dunia mzima, hata US hata Japan, imeendelea bila kukopa. Lakini amerudi nyuma katengeneza kitu inaitwa there's a wealth fund, sovereignty fund ya kuchunga wealth na Kiswahili inaitwaje, utajiri wa Kenya, rasilimali ya Kenya. Within no time, within this generation ambayo tuko nayo, tutaacha kukopa, tutakuwa tunakopa pesa zetu. Tunaona barabara ya Lironi inaendelea, tunaona mashule inaendelea kujengwa, ameajiri walimu 100,000. Hiyo yote itakuwa katika ile mtihani tutaenda kusahihisha. Hatutasahihisha mtihani ya William Ruto na mtihani ya upinzani. Tutamsahihishia na ile mapendekezo alipeana. Nikimalizia, asante. Na mimi nasema hii kila sekunde 30. Ndio, nasema hivi kila siku. Sisi kama Wakenya tuko na jukumu ya kupenda Kenya yetu. Tuko na jukumu ya kuishi pamoja kama jamii. Na tuko na jukumu pia kama jamii ku hold leaders to account. Ni vizuri to hold leaders Mheshimiwa Rais to account, hata wa governors na MPs, lakini tukue na nidhamu, tukue wapenda, tusitukanane kwa sababu siasa inakuja inapita. Na mwisho kabisa nasema hivi, mambo ya kwetu, kwa sababu nimesikia ameenda mambo ya nimalizia. Muda wako umeisha. Steve, muda wako umeisha. Musa, nikupe dakika zako 2. Asanti. Kwa kweli mimi ninaongea kwa figures. Na tunapoongea kile tunachosema ni pesa iko kwa mfukoni ya mwananchi ama haipo. Kuna vitu zinaitwa monetary policy na kuna vitu zinaitwa fiscal policy. Monetary policy na fiscal policy ni zile vitu serikali inafanya kucontrol uchumi ya nchi. Na zile monetary zinafanywa na central bank, mambo ya interest rate na hiyo mambo ya borrowing. Wakati interest rate inapopelekwa juu, inamaanisha kwamba hawawezi banks haziwezi kupatia wanabiashara wafanye biashara wadogo. Ndio ya pili, serikali inapokuwa ina boro, maana nimekuambia hii mwaka wataboro 2 trillion, wanabaro internal, nusu internal 1 trillion Kenya, yani internal, inamaanisha kwamba wanaboro watu wengine wasifanye biashara, wasipate pesa ya biashara. Kwa hivyo in short, cost of living, na kuna vitu zinaitwa macro factors, inflation, sijui inaitaje, mambo ya unemployment,
mambo kama zile ndio zile ambazo inashika mwananchi wa chini. Mambo ya finance bill, mambo ya tax, mambo ya mafuta, mambo ya chakula ya mkate, mambo ya vitu kama hizo ndio cost of